Marekani na Uingereza zinapunguza idadi ya wafanyakazi katika kituo cha anga cha Al Udeid nchini Qatar, huku Rais wa Marekani Donald Trump akitafakari iwapo atachukua hatua dhidi ya Iran kutokana na ukandamizaji wake dhidi ya maandamano dhidi ya serikali. Maofisa wameliambia CBS News la Marekani kwamba kujiondoa kwa Marekani ni hatua ya tahadhari. Taarifa ya serikali ya Qatar ilisema hatua zinazoripotiwa kuchukuliwa na Marekani ni kujibu mvutano wa sasa wa kikanda. Trump awali alisema Marekani itachukua hatua kali sana dhidi ya Iran ikiwa mamlaka itawanyonga waandamanaji. Iran imesema italipiza kisasi iwapo itashambuliwa na Marekani. Kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu, zaidi ya waandamanaji 2400 wanaopinga serikali ya Iran wameuawa katika ukandamizaji mkali wa hivi majuzi wa mamlaka ya nchi hiyo. Kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi, serikali ya Qatar ilisema itaendelea kutekeleza hatua zote muhimu ili kulinda usalama wa raia wake na wakazi kama kipaumbele cha juu, ikiwa ni pamoja na hatua zinazohusiana na ulinzi wa miundombinu muhimu na vifaa vya kijeshi. Al Udeid ni kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani katika Mashariki ya Kati na takriban wafanyakazi 10,000 wanakaa humo pamoja na wafanyakazi wapatao 100 wa Uingereza. Haijabainika ni wangapi wataondoka. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Uingereza alikataa kutoa maoni yake kuhusu ripoti kwamba wafanyakazi wa Uingereza walikuwa wakiondolewa kutokana na usalama wa uendeshaji. Likiwanukuu wanadiplomasia, shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba ingawa baadhi ya wafanyakazi walikuwa wameambiwa waondoke kwenye kambi hiyo, hakukuwa na dalili ya mara moja ya idadi kubwa ya wanajeshi kufukuzwa kama saa moja kabla ya shambulio la Iran hapo mwaka jana. Mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, alimuonya Donald Trump siku ya Jumatano kwamba shambulio la Juni lilidhihirisha uwezo wa Irani wa kujibu mashambulizi yoyote. Hakika itasaidia kujenga uelewa wa kweli wa nia ya Irani na uwezo wa kujibu mashambulizi yoyote, Ali Shamkhani aliandika chapisho lake kwenye mtandao wa X. Ujumbe wa Marekani kwa Saudi Arabia wakati huo umewashauri wafanyakazi wake na raia kuongeza tahadhari na kuzuia safari zisizo na lazima kwa vituo vyovyote vya kijeshi katika eneo hilo. Marekani imekuwa ikitishia kuingilia kati Irani kuhusiana na mauaji ya waandamanaji. Siku ya Jumanne, Rais Donald Trump aliandika kwenye jukwaa lake la Truth Social kwamba mamlaka ya Irani italipa gharama kubwa kwa mauaji hayo na kuwataka watu kuendelea kuandamana. Pia amesema kuwa viongozi wa Irani walimpigia simu na kwamba wanataka kufanya mazungumzo, lakini Marekani huenda ikabidi kuchukua hatua kabla ya mkutano huo. Serikali ya Iran imeishutumu Marekani kwa kutaka kutengeneza kisingizio cha kuingilia kijeshi, huku spika wa bunge akionya kwamba iwapo Marekani itashambulia jeshi la Israeli na Marekani na vituo vya meli katika eneo hilo, vitakuwa shabaha halali ya Iran. Maandamano ya hivi punde zaidi nchini Iran yalianza mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka jana kufuatia kuporomoka kwa sarafu ya nchi hiyo, na huku nchi hiyo ikikabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha. Haraka yalipanuka na kuwa matakwa ya mabadiliko ya kisiasa na kuwa moja ya changamoto kubwa zaidi kwa kuanzishwa kwa makasisi tangu mapinduzi ya Kiislamu mnamo mwaka 1979. Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu HRANA lenye makao yake makuu nchini Marekani lilisema hadi hivi sasa limethibitisha kuuawa kwa waandamanaji 2403 pamoja na watoto 12 licha ya kukatika kwa mtandao. Zaidi ya waandamanaji 18,434 wamekamatwa wakati wa machafuko hayo, kundi hilo pia liliripoti. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.